ameweza kucheza leo hii, amewathibitishia hata wengi kwamba sifa ya mshambuliaji ni nini? Ni kuweza kutumia nafasi ambazo klabu yako au timu yako inazitengeneza. Kwa Boyeli kwangu mimi naweza nikasema kwa hivi sasa huu ndio muda rasmi. Kumbuka, nafasi haupewi kwa upendeleo. Nafasi unapewa kwa ubora ambao umeonyesha, hasa kulingana na nafasi ambayo unayocheza. Kwa hiyo kwangu mimi naona kabisa kwamba Andy Boyeli nadhani ana kila sababu sasa ya kuwa ndio striker nambari 1 ya Young Africans kwa sasa. Yes, ana sifa hiyo ya kuwa striker nambari 1 kwa Young Africans kwa sasa, kwa sababu ana nguvu, anajua kutumia height yake aliyokuwa nayo, lakini hata akiwa katika box unamwona kabisa ana utulivu wa hali ya juu. Wengi wameshangaa kuona kwa nini penalty mtu ajianguka down, lakini ambacho kilifanyika pale ni composure ya Andy Boyeli, kwa maana kwamba akawa amerelax, akamfanya beki wa KMC kufanya makosa ya kitoto kwenye eneo la hatari. Sasa ile ni akili kubwa, ni composure ya utulivu. Sio kila striker hata kafanya kitu kama kile. Kwa kwangu mimi Andy Boyeli kwa hiki ambacho amekifanya nampongeza, na naona ili kumuongezea confidence ya hali ya juu ambayo alikuwa anatafuta ya kwanza kuweza kuscore. Hata mechi ijayo kama mambo yatakwenda vizuri kwa mapendekezo ya kocha akimpanga, sitaona shida. Ambokile wa siku za nyuma unavyosema Dube hastahili kwanza Yanga, yawezekana ulikuwa umeshayaona haya kwa Boyeli? Ni kwamba sifa ya mshambuliaji ni kufunga. Sawa. Mimi sitaki kuamini kwamba kuna kamati za ufundi si fulani karogwa kimekwenda kimerudi. Wewe kama una ubora hauna tu. Kikubwa wachezaji wanapaswa kujitambua. Cha kwanza, wanapaswa kujua majukumu yao ni yapi. Wanipata vizuri? Nafasi 7 hutumia hata moja, maana yake nini? Wanipata? Leo na Yanga wanaondoka kwa sababu Andy Boyeli leo amemuimba Andy Boyeli kwa waje muimba Dube. Na nafasi ambayo Dube amepewa ile ni kubwa kuliko Andy Boyeli. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba washambuliaji nafasi wanayopewa ya kucheza ndio muda wa kuweza kudhibitisha ubora wao, kwa sababu mpaka dakika hii katika nafasi zima ya ushambuliaji kati ya Dube na Andy Boyeli inakuwa ni kama ni tupa ambao wananoana, kwamba huyu kafunga na mimi ngoja niongeze spidi, na mimi ngoja niongeze umakini. Ndio maana Alisa kuwa na kikosi kipana ambacho wachezaji wanasomana kunoana wao kwa wao. Yes. Bingwa mtetezi amecheza leo, ameshinda mabao 4-1. Mpinzani wake ambaye anamfuatia kwa karibu Simba Sports. Kwa namna ambavyo timu zote umezitazama zilivyocheza msimu huu, zinatoa ishara gani kwenye mapambano yao ya ubingwa? Of course naweza nikasema kwamba bingwa mtetezi amethibitisha kwamba anautaka ubingwa. Kwa nini? Na ndio timu pekee ambayo mpaka dakika imefunga magoli mengi kuliko timu yoyote, na ndio timu ambayo akasema pia imeruhusu goli moja kama sana Simba, lakini ingekuwa ni changamoto kubwa sana kuona bingwa mtetezi anachechemea. Wanipata? Lakini kitendo cha kwanza kushinda goli nyingi zaidi, kwanza ni improvement ya kocha ambaye amekuja, kwa maana kwamba anajua nini anafanya wakati wa mechi na kumsoma mpinzani wakati wa mechi. Kwa hiyo kwa kile ninachokiona kwamba ni ligi ambayo itakuwa ni ya ushindani zaidi. Ukweli usiopingika, Simba sio timu ya kawaida kwamba sasa utapita tu. Wamejiimarisha na Simba na kikosi bora pia. Maana yake nini? Maana yake msimu huu bila tatu linaonekana, msimu huu inaonekana wazi kabisa kuna ushindani ambao ni mkubwa sana. Sasa kama itatokea una timu ambayo haiwezi kutumia nafasi, maana yake itakuwa ni msiba. Leo ukiangalia Young Africans wamefunga magoli ambayo mchezaji mshambuliaji wa mwisho akai mbele kana swalisha. Wanapata vizuri bwana. Kwa maana yake ni ligi ambayo ni ya ushindani kweli kweli. Young Africans kama bingwa mtetezi anathibitisha hilo kwamba anautaka ubingwa kindakindaki. Ambokile nini kinamkumba Dumbia? Dumbia. Kwa sababu sifa tulizopewa na kinachoonekana wengine wanalalamika kwamba haviendani. Mimi kwangu naweza nikasema kwamba Dumbia kwa upande wake ni nafasi ambazo au ni mipira ambayo anayowapatia wahusika wanamwangusha yeye, lakini yeye anatimiza majukumu yake. Lakini sijaona changamoto yake kwake. Kwa sababu ameassist mara nyingi sana. Yaona kabisa pasi za mwisho anazitoa nyingi. Nani anatumia? Watu wanasema ni mchezaji mzuri, lakini kuna ule uziada extra ndio kitu ambacho kinakosekana, tofauti na Azizi. Unamuona kwa timu ikibanwa anapiga labda mashuti, kuna namna mpira faulo. Yaani kuna namna ambavyo kuna kitu ambacho kama unasema ile X factor inakosekana kwa Dumbia. Of course kwangu naweza nikasema kwamba hata Azizi Ki unayemuona wewe ambaye ameondoka na jina kubwa alianza kama kina Dumbia. Uongo kweli? Huyu Azizi kuna wengine wakawa wanasema Young Africans ishapigwa.
lakini mwisho wa siku ameondoka na jina kubwa na akachukua dada yetu shemeji wa taifa. Uongo kweli? Yes, iko namna hiyo. Kwa kusema kwamba amefeli, hii ndio kwanza mechi ya 4, lakini ndio maana nikasema ambao anawapa pasi za mwisho ndio alikuwa anamwangusha. Kama ninachokwambia, kama Dombi ataanza mbele na mtu kama Andy Boy na Pacome Zouzoua, mimi ninachokwambia mpaka dakika kama ingekuwa kweli katika mipira yote ya mwisho ambayo Mohamed Dombe anaiachia, leo angekuwa kinara wa assist. Kuelekea ligi ya mabingwa Afrika, Yanga hii unaionaje? Of course kwangu ni kwamba kwanza kundi la Young Africans ni kundi ambalo lina identity ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu tunapozungumza bingwa mara nyingi zaidi ligi ya mabingwa barani Afrika ni Ahli, sio Pyramid. Licha kwa Pyramid ni bingwa mtetezi. Kwangu mimi sasa nikasema Yanga hii ligi ya mabingwa hamna kitu wakati hata mechi moja haijachezwa. Hapana, utakuwa sio mtu wa mpira. Kundi la Yanga ni gumu kwa sababu na Yanga iko ndani. Wewe ukibeza Yanga huko Tanzania niambie umeifunga lini Yanga? Kwa ugumu wa kundi la Yanga Africans, cha kwanza ni utambulisho. Unapozungumza ligi ya mabingwa barani Afrika ni Ahli, bingwa mara zote mfululizo. Walipata au mara nyingi zaidi. Kwa ugumu wa kundi la Yanga Africans ni kutokana na Yanga na yenyewe imo. Wana nafasi ya kuvuka. Uhakika upo kama inatokea. Siwezi nikasema sasa hivi Yanga sasa haitoshika nafasi au itaburuza mkia. Walipata yale mnaanza kusema si Zaka kamloga Dube, mna ushahidi? Si unaelewa vizuri? Mna ushahidi? Kama kweli Zaka kamfanyia kitu Dube, na nyewe waandishi wa habari mnapeleka mai kwenye mambo ya kiuni kama haya, nitawachana hata nyie. Au ndio kutafuta content kwenye mambo ya kipuzi? Haiwezekani. Mfuate source husika. Si ndio? Kwa hiyo tuamini kwamba mpira wetu una ushirikina. Kwa kubaliana na wanaosema Yanga, siwezi nikaamini katika hilo. Kwamba Yanga itateseka ligi ya mabingwa. Na umoja wa Kiarabu. Sawa. Hakuna shida. Kwani Yanga ndio mara ya kwanza kucheza na Ahli? Si cheza na Ahli hapa. Ilifungwa. Sasa kwa nini waanze kusema Yanga Africans inakwenda kutolewa? Wewe unaamini Simba inakuwa bingwa ligi ya mabingwa Afrika? Hapana. Kwa hiyo tusubiri mechi zianze kuchezwa. Lakini haya masuala ya kumaliza maneno kwamba Yanga hakuna kitu, hatua ya makundi, Simba inakwenda hatua robo finali, una uhakika huo? Yakibadilika hapa utaficha maiki tena. Si ndio? Yes, leta maswali. Kile baadhi ya wachambuzi wenzako wanasema kwamba Young Africans wamemkimbia Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa upande wako hilo mlionaje? Kwanza niseme tu kwamba ukisema Yanga imeikimbia Simba kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, swali langu ni moja. Simba imefungwa mara ngapi na Young Africans? Mara 6 mfululizo. Kwa yoyote anayesema kwamba Yanga imeikimbia Simba Benjamin Mkapa ni mpuzi. Maneno yangu ni magumu lakini imenyoka. Unaelewa vizuri? Yaani haingia akilini eti Yanga ikimbie Simba Benjamin Mkapa wakati Yanga hiyo hiyo imeifunga Simba mara 6 mfululizo. Yaani inaikimbia Simba kwa kipi? Ligi ya mabingwa. Kwani Yanga na Simba wako kundi moja? Na hii hawa nao yasema ni kutaka kuharibu muungano. Zanzibar sio Burundi, acheni ujinga. Unaelewa vizuri? Aliyekwambia Zanzibar ni Kinshasa nani? Kwani wa Zanzibar hawana haki ya kuishuhudia Yanga? Si ndio? Ukienda Zanzibar 10,000 huko na kule tofauti. Ni maneno ya vijiweni. Wanipata vizuri? Yanga haiwezi kuikimbia Simba. Mimi kama mchambuzi, mtangazaji nazungumza wa michezo, chuma cha Mjerumani kimoja Tanzania. Yoyote anayezungumza uhuni huu ni muuni square. Yanga haiwezi kuikimbia Simba Benjamin Mkapa wakati imejipigia kerebu za kutosha pale pale. Uongo kweli? Mechi 6 mtawalia. Kweli inaingia kilini kweli Yanga hii ikimbie Simba kweli? Haiwezekani aingie kilini. Letee maswali. Kile mechi inayofuata ni Majaliwa Stadium, ni maisha Azam dhidi ya Namungo. Na kwa takwimu yako unaonaje mchezo huu au mechi ya namna hii? Mechi ya Azam na Namungo inayofuata? Mara nyingi inakuwa ni mechi ngumu sana. Lakini kiukweli ni kwamba Azam FC msimu huu kama vile ambavyo wametuprove wanao uwezo wa kuleta kocha mwenye ubora barani Afrika, wanapaswa kufanya kweli zaidi. Ukiangalia Azam mbali na maboresho yao ambayo wameyafanya, lakini bado utakuja kuona katika baadhi ya maeneo kuna changamoto ya kuwa na wachezaji sahihi ambao wanao uwezo wa kuamua mechi katika michuano ya kimataifa au hata ndani ambao kidogo hata wakaimudu. Wanakuwa na viwango sio vya muendelezo kwa 100%. Lakini mechi ambayo unaona kabisa katika makaratasi ni kama Azam FC inakwenda kupata matokeo ya ushindi, lakini pia ni mechi ngumu sana. Yes.
Kwa takwimu yako unaona kabisa Azam anaenda yani kuabidi ajiandae zaidi, ku fitness zaidi siku ya leo dhidi ya Namungo FC. Ni mechi ambayo naiona kabisa kwamba sio ngumu kwa Azam FC. Labda Azam ni prove wrong au Namungo FC. Yes. Asante sana. Mmemaliza? Ambokile. Naondoka zangu mimi. Namna Yanga ilivyocheza leo wanasema kwamba